Habari yako msikilizaji popote pale ulipo duniani. Ikiwa ni siku nyingine nzuri, tumekutana hapa kwa ajili ya kupeana taarifa ambayo inakuwa ni kubwa zaidi kwenye uwanda wa michezo nchini Tanzania, na kubwa zaidi ni kuelekea mechi ya Kariakoo Derby kati ya Simba na Young Africans, ambapo Yanga ndo atakuwa mwenyeji wa mechi hiyo. Kwa hiyo maana itakuwa inatamkwa kwamba ni Yanga vis-a-vis Simba Sports Club, mechi ambayo inatarajiwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ifikapo tarehe 25. Ni Jumatano tu ya wiki hii bwana, mwaka 2025. Sasa kuelekea mechi hiyo, meneja wa kitengo cha habari na mawasiliano au afisa habari pia wa Young Africans, Ali Kamwe, ametoa neno kuelekea mtanange huo. Niite Swax ID ndo ambaye anakuwa anakuletea ripoti hii, lakini kama bado hujabonyeza neno subscribe, pia ndio wakati wako kubonyeza hilo neno na kwa litasomeka subscribe, na mambo yatakwenda vizuri zaidi. Ali Kamwe ameweka wazi kwamba Young Africans wamejiandaa vya kutosha kuelekea mechi hiyo ambayo wanakwenda kucheza na Simba, na wanashukuru sana bodi ya ligi kwa kuweza kuipangia tarehe nzuri kabisa, japokuwa ni katikati ya wiki, lakini anaamini kulingana na namna ambavyo mashabiki wamekuwa na hamu ya kushuhudia mchezo huo, basi hakuna kitakachoharibika, na anategemea kwamba mashabiki watafika kwa wingi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Lakini pia Ali kama ameeleza wazi kwamba mpaka hivi sasa mchezaji ambaye ni majeruhi kwa ripoti za daktari zilivyo ni kwamba mchezaji Prince Mfumelelo Dube ambaye aliumia kwenye mechi iliyopita dhidi ya Tanzania Prison, bado ripoti yake rasmi haijatoka kama anaweza kacheza au asicheze, kwa sababu bado anaendelea na matibabu. Lakini pia mchezaji Atola kwa Siao yao bado pia uhakika wa kucheza mechi hiyo haujawekwa wazi, kwa sababu bado anaendelea kuuguza majeraha yake. Lakini wachezaji wengine wote mpaka hivi sasa wako imara tayari kwa ajili ya kuweza kucheza mechi hiyo ambayo inatarajiwa kuvuta hisia za wengi sana, kwa sababu ni mechi ambayo inakwenda kuamua ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kati ya Young Africans ama Simba Sports Club, kwa sababu mtu ambaye anakwenda kuibuka na ushindi siku hiyo ndo ambaye timu ambayo inaibuka na ushindi siku hiyo ndo ambaye itakuwa bingwa, ukizingatia mpaka hivi sasa wanazidiana ni pointi moja peke yake. Sasa Ali kama pia ameongezea kwamba Young Africans wanatambua wazi umuhimu wa mechi hiyo, na wamekuwa wakiona namna gani ambavyo baadhi ya mashabiki wa Simba wanavyowahadaa kwenye mitandao, na hata baadhi ya viongozi pia wakionyesha kwamba hakuna haja ya kufanya maandalizi makubwa sana. Lakini kama Young Africans wao wanatambua wazi kwamba hizo ni mind games tu, na wanatakiwa tu wajiandae vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mechi hiyo inakaa imara na wanaweza kuibuka na ushindi. Ukweli ni kwamba Young Africans anaingia katika mechi hii akiwa na options mbili, either ya kuweza kulazimisha suluhu au sare ya mabao au ushindi, ili aweze kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa mara nyingine tena. Kumbuka kwamba huyu ndio bingwa mtetezi wa taji hilo. Sasa kama kifundi sasa ukianza hapo ni kwamba Young Africans wameingia kwenye game hii wanaingia kwenye game hii wakiwa na ujasiri ukilinganisha na Simba Sports, japokuwa sasa upande wa Simba kitu ambacho msimu huu kimekuwa ni maajabu kwao ni kwamba wamefikia mafanikio makubwa ukilinganisha na ambavyo watu wengi walikuwa wanatarajia. Kwa nini nasema Young Africans wanaingia na ujasiri? Kutokana na historia yao mbele ya Simba kwa misimu takriban 3 mfululizo hivi sasa ambayo wamecheza. Young Africans wameonekana kufanya vizuri zaidi kulinganisha na Simba, lakini pia ukilinganisha pia Young Africans wachezaji wao wengi ni wale ambao wamecheza Kariakoo Derbies mwaka jana, mwaka juzi, ukilinganisha na Simba Sports ambao kuna wachezaji ambao ndo kwanza wanakwenda kucheza kwa mara ya kwanza Kariakoo Derby. Mchezaji kama kina Yusuf Kagoma, mchezaji kama kina Mpanzu na wachezaji wengine. Japokuwa wapo wachezaji wenye uzoefu kama kina Mohamed Hussein, Kapombe, Manura na wachezaji wengineo, lakini ukilinganisha na Young Africans utakuta kuna namba kubwa zaidi. Lakini yote kwa yote ni kwamba
ukiniuliza ni nani ambaye anaweza kaibuka na ushindi kwenye mechi hii, bado nitakwambia kwamba binafsi sina yeyote ambaye anaweza kusema anaweza kaibuka na ushindi, kwa sababu wa timu zote zina viwango vizuri kabisa. Kumbuka kwamba Simba ametoka kuchukua kufika finali ya michuano ya CAF, sio hatua ndogo, si ndio? Maana ana kikosi bora, wachezaji wana uzoefu kwenye michuano hii ya kimataifa. Sasa kuja kucheza big game kama ya Young Africans, automatic lazima anaweza kaonesha kitu. Kwa hiyo ni mechi moja nzuri sana.